nikawa ninafanya mkutano mahali, na katika hali ya kufanya mkutano wakaenda wakaambia mchungaji fulani mkuu ya kwamba mahali pale ambapo niko ni kwamba niko ninaangusha watu na handkerchief. Niko ninaombea watu, nikifanya handkerchief hivi wanaanguka. Alafu huyo mchungaji akaja ili kwamba hakikishe sijahubiria watu na handkerchief. Na nikaiweka chini, lakini nikitaka kutoka kwa madhabahu kwenda chini kama kawaida yangu, usiniharibie sauti ndugu yangu, nihurumie tafadhali, unihurumie. Nikitaka kwenda chini, mara moja huyo mchungaji akaanguka na nguvu za Mungu zikamwingia, akawa wa kwanza siku hiyo kuanguka katika mtego wa Roho Mtakatifu. Nikagundua ya kwamba Mungu wangu hahitaji hii ili kwamba afanye kazi, hahitaji chochote. Anachokihitaji ni wewe kujua ya kwamba yeye ndiye bendera na hakuna bendera nyingine. Kwa maana leo nimekuja kukutangazia, adui yako anapotarajia wewe kuanguka ndipo mahali utasimama. Na yeyote aliyetumwa kukuangalia ni yule Mungu atafanya ashuhudie kukuhusu. Yule aliyekuja kukuchunga ili usiendelee ni yule Mungu atafanya ashuhudie kukuhusu. Ndio kwa maana nikisema bendera ya Yesu inapepea ni kwa sababu mimi sina dawa mikononi, mimi sina uwezo mikononi. Uwezo ninao ni Yesu, bendera ninao ni Yesu, atendaye ni Yesu, aponyaye ni Yesu, afunguaye ni Yesu, ainuaye ni Yesu. Na siku ya leo tena na wewe akuinue. Nasema na siku ya leo na wewe akuinue. Oh, bendera yake Yesu sasa inapepea. Nikawa nafanya mkutano pale Embakasi, na nikiwa katika kuhubiri Roho Mtakatifu akaniambia ambia tu watu wainue mikono wapepee juu. Nilikuwa sijaanza kuhubiri na nikasema watu wainue mikono wapepee juu. Mara moja palikuwa na ndugu ambaye 1972 alikuwa amepigwa risasi kwa mkono, hiyo mkono ikavunjika ikabaki hivi. Na wakati walipoinua mikono akasikia hiyo mkono isiyotembea ndio inaenda haraka. Akasema siamini ni nini inafanyika, lakini nilipoinua mkono hiyo mkono imenyooka na imeanza kutembea. Nikagundua kumbe Mungu hana haja ya masaa mengi ili afanye muujiza. Mungu hana haja ya kuandaliwa sana ili afanye miujiza. Kabla utoke hapa uondoke na muujiza wako leo. Bendera yake Yesu sasa inapepea. Bendera ya Masia sasa inapepea.
nikawa nafanya mkutano kwa kanisa yao na baba yangu, nikiwa ninafanya mkutano hapo, na pakaja na mama mmoja aliambiwa ya kwamba mkutano unaendelea, na akaja kuona nini Mungu anaweza kufanya, kwa sababu alikuwa amepata kansa ikamfanya akaanza kuoza titi, na katika hali ya titi kuanza kuoza na kutoa usaa, akaingia katika mkutano. Niliposema watu wajiguze mahali pana magonjwa, akawekelea mkono hivi, kwa sababu ilikuwa imeoza na imefura na imeanza kutoa usaa. Sasa alipowekelea mkono, akasikia ni kama kitu imeanguka ndani, na hakujua ni nini imefanyika. Baada ya wiki moja akaja kugundua ya kwamba ile titi ilikuwa imekuwa black, ikaanza kurudisha kala. Hivi tunazungumza ni mzima kabisa, bila kansa, bila shida, bila matatizo yoyote, kwa sababu bendera iliinuka na ikapepea kwa maisha yake. Naomba bendera ya uponyaji ipepee kwa maisha yako leo. Naomba bendera ya kufanya miujiza ipepee kwa familia yako leo. Natangaza bendera ya Yesu ipepee kwako leo. Kama unaamini sema haleluya. Bendera ya Yesu sasa inapepea. Nikawa nafanya mkutano kwa kanisa ambapo ndugu zangu kina Israeli wanatoka, na nikiwa katika hali ya kufanya mkutano, mama mmoja akaja akaniambia, baba, niko na shida. Nikamwambia, shida yako ni nini? Akaniambia, siwezi kula chakula chochote kingine isipokuwa waru ambao imepondwa, kwa sababu tumbo yangu miaka sasa baba, nikikula chochote kile ninasikia ni kama ninakufa. Daktari wametafuta magonjwa hawayaoni. Nikamwambia, mama, Mungu ninayemtumikia, kwa sababu tumemaliza mkutano tayari na imekuwa jioni, kesho asubuhi uje na ushuhuda ya kwamba amekufanya ule kenye haukulaki. Na huyo mama akaondoka hapo usiku, akaona nimeingia kwa nyumba yake katika ndoto, akaona ninamwambia, amuka sasa, nilishindwa kukuombea kwa mkutano, kuja nikuonyeshe muujiza wako. Nikamwambia, ingia katika hicho chumba hapo na usimame uone kenye Mungu atakufanyia, funga mlango. Na alipoingia kwa hicho chumba, akisimama katika viungo vyake vya siri, kama ushuhuda yake ilivyokuwa, ni kwamba pakaanguka na mawe, na hiyo mawe ilipoanguka akasikia mwili wake unapumua. Aliposhtuka kwa usingizi, akajikuta kweli ameangusha mawe kutoka kwa mwili wake, na akachukua hiyo mawe akaifunga kwa karatasi, kwa sababu hangelielewa, ni mawe kubwa hivi, hangelielewa ni nini imefanyika. Akaja nayo kuuliza, baba, sijui ni nini imenifanyikia. Kutoka siku hiyo mpaka kesho anaweza kula kila kitu kwa maisha yake bila uchungu, bila shida, bila magumu, sio kwa silaha, sio kwa uweza, lakini bendera ya Yesu ilipepea juu yake. Naomba kitu ambayo daktari wameshindwa kwa maisha yako, Mungu akufanyie nayo leo. Naomba kitu ambayo watu hawawezi kueleza, Mungu sikufanyie nayo leo. Muujiza ambao hakuna mtu anaweza kueleza, Mungu sikufanyie nayo leo. Kama unaamini, inua mikono yako tu, patia Bwana makofi ya ajabu, patia Bwana makofi ya shangwe. Mwambie yeye iko Bwana, mwambie yeye iko Mungu, mwambie yeye anatosha, mwambie yeye anastahili, mwambie yeye ni Bwana. Bendera yake Yesu sasa inapepea. Bendera yake Yesu sasa inapepea.
kambani. Na tukifanya mkutano akaja dada mmoja ambaye kwa miaka miwili alikuwa haoni kawaida yao ya udada, hajamjua mwanaume, haana mimba, lakini tumbo iko hapa. Tumbo imefura ikafika hapa, na kwa miaka miwili hawaelewi ni shida gani. Daktari wamejaribu kutafuta shida, hawaioni. Na akiwa hapo kwa mkutano, Roho Mtakatifu akaniambia, tell her to go and look for her pads because the Lord is about to do something. And wakati walikuwa naenda nikamwambia, no, just look for purposes because it will be like rivers God is about to open. And when she went there, suddenly the power of God came upon her on her way, and the Lord opened all the rivers that were flowing in her womb to come out, and she came from the room where she was going back normal without any belly, because the Lord took out everything and she was healed completely. The same God, huyo Mungu aliyemponya akuponye siku ya leo. Huyo Mungu aliyemponya aponye watu wako siku ya leo. Huyo Jehova aliyemfungua afungue watu wako siku ya leo. Ninasema afungue na watu wako siku ya leo. Nasema na afungue kazi yako siku ya leo. Nasema na afungue familia yako siku ya leo. Nasema na afungue jamii yako siku ya leo. Angalia watu watano, waambie bendera ya Mungu na ipepee kwako leo. Wapatie haifa, waambie na bendera ya Mungu ipepee kwa maisha yako. Waambie bendera ya Yesu ipepee kwa maisha yako. Na bendera ya Kristo ipepee kwa maisha yako. Bendera ya Yesu ipepee kwa maisha yako. Kama unayamini, mpee makofi mazuri ya amani ya salama. Thank you, Jesus. Biblia inasema kwa kitabu ya Kutoka 17. President worship, Mungu awabariki na awaongezee. Kutoka 17:8 hadi 16. Biblia inasema, yaenda na hiyo taiza imba huko chini. Siko naniletea imesio yangu. Kutoka 17:8 hadi 16. Kutoka 17:8 hadi 16. Kama unasema, kama umepata sema amen. Nasikia hujapata, nataka uendelee kutafuta. Kutoka 17 mstari wake wa 8 hadi mstari wake wa 16. Biblia inasema, Waameleki walikuja na kupigana na Waisraeli huko Rafidimu. Musa akamwambia Yoshua, chagua wanaume uende ukapigane na Waameleki. Kesho nitasimama juu ya kilele cha kilima, nikishika mkononi mwangu ile fimbo ya Mungu. Basi kumbuka, hiyo ilikuwa fimbo ya Musa kabla haijakuwa ya Mungu. Lakini sasa Musa haiti tena nikiishika hiyo fimbo yangu, anaita nikiishika hiyo fimbo ya Mungu. Basi Yoshua akafanya kama Musa alivyosema, akatii. Akaenda kupigana na Waameleki. Musa na Aaron na Hur wakapanda kilele cha mlima. Ikawa wakati wote Musa alipoinua mkono wake juu, Waisraeli walishinda, na alipouteremsha Waameleki walishinda. Angalia jirani yako, mwambie hutashusha mikono leo. Hutashusha mikono. Angalia jirani yako, mwambie hutashusha mikono leo. Hutashusha mikono. Ikawa wakati Musa alipoinua mikono juu, mikono iliyoshika fimbo juu, wa Israeli walishinda. Naomba Mungu atakufanya uinue mikono leo, familia yako ishinde. Mungu akufanya uinue mikono leo, watu wako wapate ushindi. Mungu akufanya uinue mikono leo, ukoo yako ipate ushindi. Mungu akufanya uinue mikono leo, maisha yako ipate ushindi. Kama unaamini sema amen. Lakini baada ya muda mikono ya Musa ilichoka. Kwa hiyo Aruni na Huri walichukua jiwe wakaliweka karibu na Musa, naye akaketi. Kisha wakaishika
na kuinua mikono yake, atake asitake tutaiinua. Hapa sasa, atake ama asitake tutainua mikono yake. Tumeisha gundua ya kwamba mikono yake ndiyo siri, basi atake asitake tutaiinua. Nimekuja kukutangazia kuna vitu umekuwa ukirekezea kwa maisha yako, na ndio kwa maana mambo yamekuwa yakienda vibaya. Utake usitake, kwa nguvu za Roho Mtakatifu tutainua mikono yako juu, ushindi utembee kwa nyumba yako. Tutainua mikono yako juu, watu wako wapone. Ninasema hapa sasa, uchoke usichoke, unaubeba ushindi. Sio tena mambo ya feelings, sio tena mambo ya ninahisi hivi, sio tena hisia, ni mambo ya kujitolea sasa. Hapa nikishusha wanakufa, hapa nisipoinua wanaisha. Natangaza Mungu akupee shuhudi leo, na Mungu akuletee Haruni na Huri wainua mikono yako juu, ili kwamba vita vyako uvishinde. Nasema leo Bwana alete kwa maisha yako watu wenye wanabeba moyo ya kukuinua, ili kwamba vita vyako uvishinde. Nasema watu ambao wanafaa kushika mikono yako, mbingu iwaachilie siku ya leo. Mbingu ikuachilie watu ambao watainua mikono yako vitani, ili kwamba vita vyako visihesabike tena. Nasema vita vyako havitahesabika tena. Angalia jirani yako, mwambie nisaidie uniinue mikono. Huyu anakaa hajasikia. Angalia mwingine, mwambie nisaidie uniinue mikono. Kisha wakashika na kuinua mikono yake, mmoja akiinua mkono wa kulia, mwingine mkono wa kushoto. Hivyo mikono ya Musa ikabaki imara, ikawa imeinuliwa juu hadi jua lilipotua. Yoshua akawakatakata wa Amaleki. Kisha Mwenyezi Mungu akamwambia Musa, liandike jambo hili katika kitabu, liwe ukumbusho. Haleluya. Kenye Mungu atafanya hapa usiku wa leo hakitaishia hapa. Watoto na watoto wa watoto wako watajua ya kwamba kuna usiku ulienda mbele za Mungu na akafanya jambo jipya. Mungu akupatie ukumbusho leo. Mungu akupatie ukumbusho leo. Nasema mbingu zikupatie ukumbusho leo. Liandike hili jambo, liwe ukumbusho. Tena kariri masikioni mwa Yoshua kwamba nitawafuta kabisa Waamaleki duniani. Unajua we Musa uko hapa, lakini mwenye anafaa kuchukua baada yako hayuko hapa. Uhakikishe umeenda ukamwambia ya kwamba hiyo ushindi ulioupata sio wewe ulipigana, lakini mikono iliinuliwa. Na kwa sababu ya hiyo mikono iliyoinuliwa, hautawahi shindwa tena mbele ya Waamaleki. Mungu ainue mikono yako jioni ya leo, watoto wako washinde vita zao. Mungu ainue mikono yako jioni ya leo, uzao wako ushinde vita vyao. Vita vilivyojipanga kwa watoto wa watoto wako visiwahi kuja karibu yao tena, kwa jina la Yesu. Yesu. Haleluya. Musa akajenga madhabahu na kuita Mwenyezi Mungu ni bendera yangu. Akasimama akasema, inueni juu bendera ya Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu atapigana na Waamaleki kizazi hata kizazi. Amen. Tunaweza kuketi mbele za Mungu, na ukiwa na keti, angalia jirani yako, mwambie Jehova Nisi yuko hapa. Jehova Nisi yuko hapa. Tumekuwa tukiangalia nguvu zilizo katika jina ya Mungu. Haleluya. Tumeangalia Jehova Jire, tumeangalia Jehova Sabaoth, tukaangalia Jehova nani? Rafa. Tumeangalia tayari the great I am, ama mimi niko ambaye niko. Na leo tunaenda kuangalia Jehova Nisi. Jehova Nisi inamaanisha Mungu bendera ya ushindi. Haleluya. Mungu bendera ya ushindi.
Angalia jirani yako umwambie ushindi ni wako leo. Musa akazaliwa katika familia ya ukoo wa Lawi, na Lawi akazaliwa katika familia ukoo wa Yakobo, na Yakobo alikuwa amezaliwa katika nyumba ya Isaka, na huyu Isaka alikuwa amezaa watoto wawili, Esau na Yakobo. Yakobo akaanza kuwapata watoto na uzao wake ukaitwa ukoo wa Israeli. Haleluya. Esau akaenda kuoa nje, na katika ukoo wake wamoja wakaitwa Waameleki. Tuko pamoja? Na hawa Waameleki wakarithi habari za ukoo yao, ya kwamba kuna watu wanaitwa Waisraeli hawakuwa wabarikiwe, lakini wakaiba baraka zao. Kwa hivyo wakaanza kuwachukia, wakaanza kupanga namna jinsi katika maisha yao watakuwa wakipigana na Waisraeli milele, wakajenga chuki ya milele. Nimekuambia kwa maisha yako, yeyote anayekupiganisha bila fahamu, Mungu ampatie neema ya kustubu. Lakini yeyote anayekupiganisha kwa kiapo, basi na Mungu apigane na yeye. Nasema yeyote anayekupiganisha bila kujua vita anavyovifanya, Mungu ampe neema ya kutubu. Lakini yeyote aliyeapa, yeyote aliyefanya patano na nguvu za giza ya kwamba sitawahi tulia kama huyo iko na amani, mbingu za Baba usiku wa leo zipigane na yeye. Nasema Jehova Nisi apepee bendera ya ushindi juu ya maisha yako. Kuna wale watu ambao wanafanya viapo ya kwamba huwezi kwenda mahali. Kuna wale watu ambao wamefanya viapo ya kwamba maisha yako haiwezi kwenda mahali. Nataka nikuibie siri ya kwamba hakuna uchawi juu ya Jacob, na hakuna ushirikina juu ya Israeli. Chochote kinachopangwa kinyume chako hakitafanyikiwa kwa jina la Yesu aliye hai. Nikawa ninafanya mkutano mahali kunaitwa Gombo. Gombo ni mahali mbali kwa milima huko Kongo, na nikiwa ninafanya mkutano huko nikapewa ushuhuda moja ya kwamba baba yangu wa kiroho alikuwa ameandaa huo mkutano wake mkubwa kabla niende, na huo mkutano ulikuwa umeleta watu wengi, na nguvu za Mungu zikaja zikauzingira mtaa. Watu wakawa wanatoka nje mbali kuja kuokoka kwa sababu nguvu za Mungu zilikuwa zimeushika mtaa. Tuko pamoja? Na katika ushuhuda huo kitu kilichonishangaza, nikaambiwa ya kwamba wachawi wa mji wakaungana, wakaja wakaweka uchawi katika chakula ili kwamba watu watakaokula wafariki. Na walipoweka hiyo uchawi katika chakula, ujumbe ukaja kutoka huko jikoni kwenda kuambia mzee ya kwamba ndio hivyo, chakula imeharibishwa. Yuko hapa anaweza kumbuka, kwa sababu hata sio yeye alikuwa ameniambia. Chakula kimeharibishwa na chakula kimewekwa uchawi tayari. Kila mwenye atakikula atakuwa mgonjwa. Hata kuna mzee ambaye aliwapea mbuzi, lakini ya mbuzi alikuwa amepulizia ndani dawa. Kwa hivyo uchawi wa maajabu umefanyika juu ya chakula mtakachoikula. Mzee akasimama kauliza wale waombaji, sasa kama mmefunuliwa hivyo mnataka tufanye nini? Wakasema tumeamua tumwage hiyo chakula. Mzee akawaangalia akawaambia, mimi siwezi kuombesha chakula juu ya mchawi. Siwezi poteza mlo kwa sababu mchawi ameiroga. Mimi nimeshapita hiyo ngazi mimi. Sasa fanyeni hivi, mpike chakula mniletee huko ndani. Mzee akasimama akasema, nilitaka kuwatangazia hivi, kuna wachawi fulani wamepita jikoni wakaweka uchawi na wakakimbia. Sasa ninawaomba, wako tu hapa kwa mkutano. Saa hizi nimetoa watu wa jikoni wasipike tena. Ninaomba kila mwenye anajijua ni mchawi aende officially. Kwa wiki moja ni hata tupikia chakula. Watu walishangaa wakajiuliza, mzee anajua anasema nini hapa?
Yeye anajua uchawi wa ng'ombe kweli. Akasema kwa wiki moja ni wao watatupikia chakula, na hiyo chakula mkimaliza kupika munileteni test kabla mkule. Kwa wiki moja watu walikula wakasaza. Na huyo mchawi aliyeweka dawa kwa mbuzi, mzee akamsimamisha akasema simama kwa mkutano. Akasimama kwa mkutano. Unajua wewe uko mchawi wa kujificha ficha. Nilikwambia wengine hata wanatumikia shetani mwenyewe hawajui. Wengine ni wachawi wanakujaga officially anakuambia mimi ndiye nitakumaliza. Wewe uko tu unajua kama mimi ndiye nitakumaliza. Lakini wewe uko na roga mtu, unajificha ficha, unajifanya kwa jina la Yesu. Kwa jina la hakuna uchawi kama hiyo. Huyo mzee akamsimamisha akamwambia simama. Hiyo mbuzi yako ninataka uende uichinje na utuchomee alafu utuletee. Lakini tumekubariki na hiyo ng'ombe hapo nje kwa sababu inakaa hauna ng'ombe ya kutoa. Sasa hiyo ng'ombe ndio kukusaidia. Lakini hiyo mbuzi tuchomee tukule. Wakakula wakasaza. Watu walipomaliza kula nguvu za Mungu zikaja juu yao. Wakaanza kuokoka. Wakaanza kunena kwa lugha. Wengine wakaanza kuomba wabatizwe. Wengine wakaanza kusema wanataka kumtumikia Mungu. Vipawa vikaanza kutembea juu yao mpaka leo. Hakuna mtu aliwahi kulia tumbo. Hakuna mtu aliyewahi kusema mimi ni mgonjwa, kwa sababu hakuna uchawi juu ya Jacob, wala hakuna ushirikina juu ya Israeli. Nimekuja kukutangazia leo, uliowaogopa watakuogopa, uliowakimbia watakukimbia, uliofanya patano nao ya woga wataondoka, kwa sababu wewe hakuna uchawi uwezao kufanya kazi juu yako, hakuna shirikina liwezalo kutumika juu yako, hakuna laana liwezalo kufanya kazi juu yako. Kama unaamini, angalia jirani yako mwambie Mungu wangu ni mkuu. Upe makofi mazuri. Natangaza kwa jina la Yesu. Inua mkono wako wa kuume. Natangaza kila neno lililotangazwa katika anga juu yako, juu ya watoto wako, juu ya familia yako, juu ya kazi yako, ama juu ya chochote kile kinachokuhusu, kwa uwezo wa damu ya Yesu Kristo na kwa mamlaka niliyopewa na Mungu, neno zote hizo katika anga zivunjike, neno zilizoapwa chini ya maji zivunjike, neno zilizoapwa katika ulimwengu wa giza zivunjike, na ninatangaza kutoka leo uko huru. Haleluya. Musa, nataka uelewe kitu hapa. Musa anatumwa watoe wana wa Israeli waende waondoke. Musa anafika kwa bahari ya Shamu. Mungu anafanya muujiza. Alo, Mungu anafanya muujiza. Lakini kumbuka muujiza wa bahari ya Shamu ni nini ilifanya wana wa Israeli wavuke kabla wana wa Misri wawafikie? Ni kwa sababu kuna muujiza usioongelewa zaidi na wahubiri. Ni muujiza wa Mungu kusimama kati ya wana wa Israeli na wana wa Misri. Mungu akasimama kati yao. Alisimama kati yao namna gani? Akahakikisha ya kwamba gari za vita za wa Misri zinaanza kupasuka gurudumu zao zikaanza kungoka na kutoka. Kwa hivyo hawawezi kwenda na haraka. Natangaza usiku wa leo, wewe ukiwa katika safari ya mbingu, Mungu aendelee kutoa gurudumu za adui zako. Mungu aendelee kutoa gurudumu ambazo zinakufuata. Haraka yao itaambulia patupu usiku wa leo. Wakiwa katika kwenda, wao wanasonga, adui gurudumu zinangoka tu. Wewe unafikiria kila kufanya muujiza ni sharti mikono yako ifanye kazi. Kuna miujiza ambao mikono yako haitafanya kitu hata moja, na kuna miujiza ambao Mungu atatumia mikono yako. Lakini mahali pote pale Mungu asipotumia mikono yako, wengi husema haingelifanyika tu. Na mahali Mungu ametumia mikono yako, wengi husema ni nguvu zangu zimenipea. Leo nimekuja kukutangazia, bila Jehova Nisi hauwezi kuwa na ushindi. Nasema bila Yesu kufanya kitu kwa maisha yako, huwezi shinda. Kama kuna mtu wa hovyo duniani ni wewe na mimi. Ukitaka tukujua wewe ni wa hovyo, unaona ya mosquito ikikuingia tu kwa pua hivi, utasinisi siku 3. Paka mdomo tunafikiria utaitoa mosquito peke yake. Tikisa jirani yako mwambie Mungu tu ndio kupea ushindi wewe.
Haleluya. Sasa Mungu akafanya muujiza ya kutoa gurudumu za wana wa Misri. Gurudumu zikaondoka, lakini ujinga ni kwamba hawataki kuamini ya kwamba kuna shida inafanyika. Unajua kuna mambo mengi yako yanatokezea kwa maisha yako, hautaki kupay attention, hautaki kujiuliza kwa nini haya yanafanyika. Acha nikuibie siri. Mkristo mkuu ambaye amekomaa, kila chochote kinachofanyika kwa maisha yake ni warning ama ni alarm. Ni sharti ujiulize, Mungu, nini inafanyika? Kwa nini ninaona wema? Ama kwa nini ninaona uzito? Ili kwamba ujue ya kwamba yanayokuja mbele ni nini. Tuko pamoja? Kuna mambo ya kukosoa. Wamisri wakashindwa kujua ni nini inaendelea kwao. Na vita ikawa hawajui kwa nini hawapigani na Waisraeli, lakini gurudumu zinaondoka. Wakasonga, Mungu akawameza kwa maji. Tunajua hiyo historia. Wakavuka sehemu nyingine, wakaanza safari. Na katika safari yao Mungu akafanya vitu fulani fulani ambazo ninataka uelewe siku ya leo, ambazo watu wengi wataelewa kwa nini Mungu aliambia Musa, ambia Yoshua na wewe hii iwe kumbukumbu ama ukumbusho kwa watoto wa Israeli hata kizazi baada ya kizazi. Neno ambao Musa aliapa hapo kwa bahari ni kwamba hawa wa Misri mnaowaona hamta waona tena. Na kwa ukweli bahari ikawameza, hawakuonekana tena, ndio ama hapana? Lakini kitu Musa akuwaambia ni kwamba hata wale wa Amori na wa Amoni na wa Amoti na wanani hamtawaona tena. Aliwaambia wa Misri. Tuko pamoja? Sasa wakianza safari, watu wote wa dunia wakaambiwa habari ya kwamba kwa mkono wa fimbo ya Musa maji yalifunguka yakameza Farao na jeshi lake. Alo. Lakini nchi zote zikiambiwa zikaanza kuogopa. Zikaanza kuogopa. Mungu akaendelea kufanya mambo. Ya kwanza nimewaambia, akafungua njia, akawapatia maji. Wakavuka katika maji, wakavuka katika desert. Ya pili, akaweka mbele yao cloud mchana. Tuko pamoja? Na usiku akaweka pillar ya moto ili kwamba yuwaongoze. Hiyo muujiza ilikuwa muujiza ya uongozi. Tuko pamoja? Sikiza nikuibie siri. Mkristo ambaye anatembea na hakuna muujiza ya uongozi kwa maisha yake ni Mkristo ambaye ugesi mambo. Umeangukia katika vita, tuko katika vita, tunapigana, tunamaliza, tunatoka, tunaendelea. Lakini Mkristo ambaye Mungu ameupatia pillar na cloud ni Mkristo ambaye anajua baada ya hapa tutaingia hapo. Haijalishi ni nini inaenda, haijalishi ni nini iko hapo, lakini as long as hiyo pillar inaelekea hapa, ni hapa tunaenda. Naomba Mungu akupatie uongozi kwa maisha yako. Naomba Mungu afanye miguu yako isiingie katika hatari ya kutokuongozwa na Roho Mtakatifu. Naomba Mungu aongoze hatua ya miguu yako. Haleluya. Haleluya. Kuna watu kwa maisha yako ambao Mungu huwaleta sio ili kwamba wawe kwa maisha yako, lakini ili kwamba wakuconnect mahali unafaa kuwa kwa maisha yako. Tuko pamoja? Na wakisha kukuweka mahali unafaa kuwa, wanaondoka. Niliwapeaga ushuhuda ya huyo ndugu yangu amerudi Kongo, Napoleon. Ndugu yake ambaye ni rafiki yangu wa sana, mzee anatujua vile sisi marafiki sana. Nilimjua kupitia my cousin ambaye walikuwa wanapendana naye. Alikuwa mchumba ya my cousin, my niece. Akawa mchumba wake, alafu uchumba ukaisha. Urafiki ukaendelea. Watu wakaniambia, unajua huyu hawezi kuwa rafiki yako, alikuwa mchumba ya nisi yako, sasa wameachana. Nikawaambia, huyu ni rafiki yangu. Alo? Huyu ni rafiki yangu huyu. Nimeona kuna vitu kwa maisha yake na vivihitaji. Kuna watu ambao wanakuja kwa maisha yako kukuconnect na waondoke. Alo? Kuna occasions zinatokezea zikulete karibu na Mungu na basi. Alo? Sasa ukingangana sana na neema ya hiyo kitu imeisha, unagonga mwamba. Inua mkono wako kwa kuume useme, Bwana Yesu, ongoza hatua ya miguu yangu. Mahali neema imeisha,
niondoe kwa nguvu kwa jina la Yesu. Haleluya. Neema ikiisha juu ya urafiki, naomba Mungu akutoe kwa jina la Yesu. Neema ikiisha mahali ambapo unangangana kazini na hakuna tena neema yako, Mungu akutoe kwa jina la Yesu. Hiyo unasikia ni kazi, unasema atanipea nyingine. Nasema Mungu akutoe kwa jina la Yesu. Atoae ndiye apeanaye. Akuondoe, akupee mahali unafaa kuwa. Mahali pa amani kuje juu yako siku ya leo. Mahali unafaa kuweka miguu yako siku ya leo, naomba Mungu akuweke miguu hapo kwa jina. Haleluya. Haleluya. Nikawa naambia mzee siku moja kuhusu mama mwingine ambaye alikuwa rafiki yangu sana. Alikuwa mama mashauri, kila mara ananipea shauri. Ananiambia, kijana wangu, ninaona una akili sana. Ninaona wewe ni mtu mzima. Ninaona hivi na hivi, ananipea mashauri sana huyo mama. Na siku moja tu nikafanya mistake. Nikaenda nikaambia mama, nimeshukuru sana kwa mashauri umenipea. Nimeshukuru sana kwa uongozi umenipea. Nataka kukuambia kwa muda wa mwezi mmoja sasa nimekuwa nikichumbia msichana wako na nafikiri ni yeye wewe mama kanaangalia kananiambia, baba, kitu moja ndio sikukwambiaga, umaskini ndio sitaki kwa nyumba yangu. Nikasema, mama, mimi ni kijana huyo wa akili. Huyo kijana mzuri mama, Mama, mimi ndio huyo kijana ambaye umekuwa ukisifu mbele ya vijana wengine, mtoto mtiifu. Akaniambia, wewe utiifu na kila kitu hailetagi chakula kwa meza, toka. Akaita msichana wake mbele yangu akamwambia, siku tena nitakusikia huko na huyu. Utachagua mama yako mwingine. Tena akaniambia, I'm sorry. Nikaenda nikajiuliza, sasa hiyo kunisifu yote ya huyu mama, nimemuibia siri, ameniharibia maisha kabisa. Baada ya miaka nimeshaoa kila kitu, nilienda Kongo siku moja, nikaambia ndugu yangu kila akinisindikize mahali naenda kutafuta kwa familia ya one of my uncle wa Bijou. Nikakutana huyo dada anasimama, kisha tukamwambia tunaenda mahali fulani, akasema naweza kuwasindikisha. Tukamwambia twende, tukaenda na yeye na kile lake. Kisha kafika mahali akasimama akaniambia, nataka kuuliza swali. Nikamwambia, nini? Unamaanisha ni mimi ningekuaga mke wako? Nikamwambia, hapana. Ninamaanisha ni wewe ndio unatafutaga mtajiri ya kuoa. Uendelee kumngojea. Kisha kanyamaza, kisha kaniambia, si mimi, ni mama. Kuna watu ambao wamepoteza neema kwa sababu hawakupata kujua siri ya mwongozo. Kuna watu ambao wako kwa maisha yako leo wakikudharau ni kwa sababu hawajui ni nini unabeba ndani yako. Sikisa jirani yako mwambie ni heshima wewe. Naomba Mungu akupatie neema ya kujua unaelekea wapi. Ya kujua pila ya moto iko wapi. Usiende hivi na iko hapa. Kwa sababu kuna watu ambao wanakaa watu lakini si watu, ni funguo. Ukipigana nao unafunga milango. Naomba kila anayepigana na wewe agundue kwamba bila wewe hakuna amani. Naongea na mtu hapa. Naomba kila anayepingana na kazi yako, anayepingana na cheo yako, anayepingana na mshahara wako, aelewe ya kwamba bila wewe hakuna amani. Watu wote wanavaga malongi lakini sio wote wanaume. Mungu akufanye ujue ni nani unatembea naye. Naomba Mungu akufanye ujue unatembea na nani. Kuna watu ambao Mungu ameleta kwa maisha yako kwa sababu tu ya kitu moja. Wakiwa hapo hautawahi shindwa. Na kuna watu ambao Mungu amekuweka kwa maisha yako kwa sababu ukiwa hapo wewe ndio shida ya wao kutokufikia magumu yao. Ushaona shida, shetani anakuwa anaangalia anasema kama kuna magumu yanayokuwa nao kwa maisha ili kwamba nisifikie huyu. Naomba Mungu akufunulie siri wewe ni nani. Nasema naomba Mungu akufunulie siri wewe ni nani. Baba mmoja akafariki Kongo, na baada ya kufariki watu wakaanza kufariki kwa familia yake. Watu wakaanza kufariki, watu wakasema huyu baba mbaya sana. Baba mbaya sana. Huyu mzee amefariki tu na mara moja
akafungua mlango ya kifo kwa familia yake. Ni kama anaita watu. Watu wakaungana kwa maombi, wakaenda mlimani kuuliza Mungu, hii ni fenomeno gani? Kila mwezi tunazika kwa hii familia, nini inaendelea? Mungu akawaambia, acheni kuita mtumishi wangu mchawi. Amepumzika, lakini ni yeye alikuwa umbrella ya hiyo familia. Kwa hiyo nyumba, watu hawanijui, hawanijali, hawanihangaiki. Walikuwa na vita vikali, lakini aliyesimama kati yao na vita vyao ameondoka. Sasa shetani anachafuna tu, anavuta tu. Wakarudi wakaambia watu, mtaisha. Baba yenu si mchawi, baba yenu ndiye alikuwa nguzo. Kuna mtu anakaa karibu yako, yawezekana hafai vile unavyoangalia katika macho ya wanadamu, lakini yeye ndiye nguzo ya wewe kuwa hapa. Yeye ndiye nguzo ya wewe kufanikiwa kwa maisha yako. Naomba Mungu afungue macho yako usiku wa leo. Nasema Mungu afungue macho yako usiku wa leo. Haleluya. Nasema haleluya. Musa wakisonga mbele, Biblia inasema Mungu akawafanyia hiyo pila, ikawaongoza usiku ya moto, mchana cloud ama nguzo ikawaongoza. Hiyo moshi cloud ikawaongoza, na wanatembea katika hali ya kutembea, wakasonga, wakafika mahali. Muujiza ingine ambayo iliyofanyika, wakalilia Musa, wakamwambia, sasa sisi tumechoka bwana. Tumechoka Musa, hakuna kitu hapa tunakula, tunahitaji tukule mkate bwana. Hapo Mungu akafanya muujiza, mana ikaja, wakaanza kukula. The God of provision, Jehovah Jireh, akawapa mana, wakaanza kukula. Kumbuka neno moja tu, angali wanatembea. Wa Misri mliowaona hamta waona tena. Na wao wanasema kabisa, ingawaje tuko na shida ya njaa, lakini atuone vita. Wanasonga, wanaanza kula, wanakula mana, wanaletewa kwale. Unajua kwale ni nyama mzuri sana. Kama hujawahi kula kwale, naomba Mungu akusaidie uende Western, utasikia ni nzuri sana. Wakaanza kula kwale, na Mungu akusaidie siku moja ufike mbingu. Biblia inasema tutakula mana. Wakaanza kula na kwale. Wanakula, wanapeleka, wanasonga, wanaenda, wanasonga. Wakiwa katika hali ya kutembea, Biblia inasema wakachoka na nyama na hiyo mkate, wakasema tunasikia kiu. Mungu akamwambia Musa, enda hapo na wazee wa Israeli, ugonge hiyo mwamba utatoa maji. Akaenda na hasira akaigonga. Sio hiyo siku ndio alilaaniwa hata ingia, akagonga maji yakatoka. Akawaambia kunyweni, wakakunywa. Mungu akaprovide. Lakini katika provision wakiendelea, mambo yakaharibika. Wakaambiwa, mulishindaga Esau, lakini hamkumalizaga. Watoto wake wameapa watapigana na nyinyi maisha yenu yote. Kama kuna yeyote ambaye amefanya kiapo juu ya kupigana na wewe maisha yako yote, hiyo kiapo ivunjike usiku wa leo. Nasema hiyo kiapo ivunjike usiku wa leo. Kama kuna yeyote ambaye ameapa ya kwamba kizazi kwa kizazi atapigana na wewe, usiku wa leo kwa nguvu za Roho Mtakatifu juu ya maisha yangu, kiapo yote ya vita juu yako ivunjike kwa jina la Yesu. Biblia inaniambia Daudi alizeeka haraka kwa sababu ya vita, lakini kijana wake Solomono hakuwahi pigana hata vita moja. Naomba Mungu wa mbinguni abadilishe historia yako kwa watoto wako. Wengine wetu tulilala bila mattress kwa miaka. Watoto wako wasiwahi kosa hiyo. Wengine wetu tulilala kwa nyumba zingine, unalala hivi, unajua kumekucha na uko kwa kitanda. Unaona kama mwangaza kanatokezea kwa hiyo shimo. Unasema hii ni 7. Wewe. Wengine wetu tulikuwa tunafanya ukisikia radi inapiga po, unachukua tu beseni unaileta hapa karibu na unatulia. Ukianza po, unachukua tu pole pole unaweka, na usingizi automatic unashika tu. Ukisikia nataka kujaa, unaambia ndoto tutaendelea, unamwaga unarudi. Natangaza watoto wako wasipitie hiyo. Nasema watoto wako wasipitie hiyo.
Nakumbuka vizuri sana, nilikuwa siku moja nililala kwa kina ndugu yangu, my cousin. Sitaki kusema jina yake, mnaweza kumjua. Usiku nikasikia ananiambia leta besen. Nikamwambia nini? Hapa kuna jeshaga hapa. So anasema mimi nitalala 10 minutes, unashika besen hivi. Buda. Kanashika. Na anakuja anashika kwa beseni hivi, naona kavuta kidogo hivi. Nakataa watoto wako wasiwahi kupitia kenye wewe ulipitiaga kwa jina la Yesu. Baba yako hakuwahi kujenga nyumba ya ghorofa, wewe umeanza kuijenga, na ninatangaza watoto wako wanunue villas kwa jina la Yesu. Amen. Hiyo amen ni ya kusema leo usiku nimekula umena. Natangaza kwa jina la Yesu watoto wako wasipitie kenye wewe unapitia kwa jina la Yesu Kristo. Kila kiapo ambayo ni kiapo ya maisha, ambayo ni kiapo ya huduma kwa familia yako, na itangaza ivunjike siku leo kwa jina la Yesu. Yeyote ambaye ameapa kizazi hakitawaipata amani, Mungu amweke aone hiyo kizazi kikiwa na amani. Nasema Mungu amweke aone hiyo kizazi kikiwa na amani. Waamaleki wakasema tutapigana shishi, tuonyeshe watu wa Israeli kama sisi ni wakubwa. Nani alikudanganya kuzaliwa wa kwanza ndio kuwa mkubwa? Halo? Na vita vikaanza. Kumbuka hiyo ndio vita ya kwanza ya Israeli toka wavuke bahari ya Shamu. Hawajaona vita yoyote ingine. Wameamini Mungu amewaondolea vita, na vita ikatokezea. Musa akakumbuka kitu moja, akasema wakati vita vilipotaka kujitokeza, Mungu alitufungulia ushindi kupitia maji, lakini alitumia fimbo. Sasa ninataka munisaidie. Mimi nitaenda juu ya mlima, nitainua fimbo na nyinyi mtapigana. Haleluya. Kuna mambo ambayo sote hatuwezi ingia vitani. Wamoja wanafaa kukuchaji, na huyo anayechajiwa anapigana. Tuko pamoja? Shida kubwa ya familia ni wakati watu hawajui wao ni kina nani. Kuna wale wa kupigana na kuna wale wa kuchaji wenye wanapigana. Naomba Mungu afungue akili zako ujue uko sehemu gani katika maisha ya kiroho. Kama unanisikia sema amen. Kuna wale ambao wanajua kuchocha. Unajua kuchocha? Wewe. Lakini wao wenyewe wapiganaji. Halo? Vocal fighters. Wanaongeaga. Lakini wanakuweka nguvu wewe. Wanakuweka nguvu wewe mpaka unapigana. Hata kama una nguvu unapigana. Tukiwa watoto si walikuwa wanatuwekeaga mawe kwa mkono hivi. Wanakuambia piga. Unakonga hivi. Unaona? Halo? Sijui kama kwenu watoto walikuwa kutoka huko kwetu. Unaona kitu kinatokezea from nowhere, anaweka mawe hapa na hapa. Anasema unataka kupigana? Mwenye ana nguvu agonge moja. Aka kanagonga na wao utaki kupigana. Ndio nataka ngara naambia. Gonga! Mimi mama ishakataa siku napigana. Akigonga tu hapo banake anakuambia ninakushinda nguvu. Sasa kuna wale ambao kazi yao ni mdomo tu. Na ukienda kugonga, wewe mwenye huna hata mdomo unakapiga. Unajua kuna maadui wengine kwa maisha yako ni kama ninjas. Unajua hiyo movie ya ninjas? Anatokezea anapiga pa. Kisha kifa anaanguka. Unajiuliza hizo sama zote zilikuwa zianguke hivi? Wakristo wengine ni hivyo. Anaamuka toka asubuhi mpaka jioni akiclaim scriptures. Mimi sitakufa bali nitaishi. Nitatangaza matendo makuu ya Mungu. Mimi ninajua wazi ya kwamba anayelinda Israeli hasinzii wala halali. Mimi ninajua ya kwamba hakuna silaha itakayoinuka juu yangu ambayo itakayofanikiwa. Hizo scriptures zote, jaribu moja tu kitokezea, zinapotea. Mimi Mungu akuaje? Mimi Mungu alionaje? Mbona kanisani unatusumbua na scriptures? Unajifanyaga wewe ndio kila kitu katika Biblia. Kuna wengine hata wanajifanyaga wao ndio Roho Mtakatifu. Lakini acha tukatokezee kajino tu kaume. Nahitaji panado. Hizo scriptures zilienda wapi?
Nimekuja kukutangazia siku ya leo, Mungu akujulishe mahali yako katika hali ya kiroho. Wamoja ni wapiganaji, wengine ni wakuchachiwa. Ninaomba Mungu wafanye haya madhabahu yasiwahi kunyamaza kimya. Kila siku yawe yanawaka moto juu ya vita vyako, na wewe unapopigana ushindi wa hapa wewe ukikufuata kila siku ya maisha yako. Hii ni ombi langu kwa jina la Yesu. Kazi yangu ni kwenda kwa magoti. Kazi yako ni kusonga. Halo. Nasema kazi yangu ni kwenda kwa magoti, kazi yako ni kufanya nini? Ni kusonga mbele. One of us, mmoja wa watoto wangu akata kaniambia, baba, kuna shida moja niko nao hapa, ni kwa sababu nina amani sana, lakini nyumba yangu yenye ninakaa ndani, mwenye ameniuzia nayo ananisumbua kwa sababu ya pesa. Nikamwambia, umepea hiyo hitaji mara kadhaa, lakini leo tutaiombea na hautawahi leta tena. Tukaomba. Nikamwambia, wewe uende kwa kazi zako za kawaida, na mimi uniache niombe. Haleluya. Nikaanza maombi. Kwa hiyo wiki Mungu akafanya mambo ya kipekee. Akapata pesa ambazo hakutarajia mali zitatoka. Akaniambia, hizi pesa nimepata, nimegundua zinatosha kitu moja, kuondoa hitaji ya nyumba kwa maisha yangu. Akaenda akalipa. Alipolipa hiyo nyumba, akaniambia, baba, nini ilifanya pesa ije haraka? Nikamwambia, kwa sababu kila mtu alijua kazi yake. Ulijua kazi yako ni kutumika, na mimi nilijua kazi yangu ni kuomba. Haleluya. Sasa tusiingiliane makazi. Halo. Mimi kazi yangu kukuombea wewe, na wewe kazi yako kuamini hiyo maombi. Kama tukienda hivyo, mambo ambayo Mungu atafanya kwa maisha yetu, watu watashindwa kutuelewa. Ukiamini kama mimi nimeitwa sio kwa vitu viwili, nimeitwa ni kusukume, na wewe usikatae kusukumika. Nikikupush, enda. Musa akasema, kesho nyinyi mwende vitani, mimi ninaenda mlimani. Ingelikuwa ni wangu mwambia, ende vitani, wewe ende mlimani, sote tunaenda vitani. Musa hata kujifanya hapa. Unaenda mlimani, hiyo ni kukimbia, hiyo unaanza kukimbia. Angalau mwanzo kumwambia, naamini sio wewe. Unaenda mlimani, nani anakutuma mlimani Musa? Ndugu mwingine akaja akaniambia, mchungaji, ninahitaji sana Mungu anionekanie. Kama unataka nini? Mchungaji, ninahitaji rent kwa miezi 3 sijalipa. Nikamwambia, ndugu yangu, nitakuombea wiki hii Mungu akupe rent. Hutanipea pesa? Nikamwambia, ndugu yangu, nitakuombea Mungu akupee pesa. Okay. Baada ya 12 hours ananipigia simu, mchungaji, nimepata pesa, nimelipa rent na ninataka nikutumie yako kwa M-Pesa. Nikamwambia, shida tunayo ni kwamba unataka uniletee hitaji yako mbele za Mungu tuipeleke, na wewe mwenyewe uniambie vile tutaipeleka. Uniombee na uambie Mungu hivi, na bila kuambia Mungu hivi mimi sitaki hii. Sasa tukisema zako mwambie tuachiane makazi jamani. Nikienda mlimani enda vitani. Nikienda mlimani enda kazini. Haleluya. Nasikia mtu anakuambia nahitaji maombi. Unamwambia nitakuombea. Umeomba kweli? Nimeshakuombea. Wewe yako yenye itakufanya upate muujiza sio kuniona kinywa yangu kiongea, ni wewe kuamini kama kenye nitaambia Mungu atakifanya. Mungu ataniita ni kuwa mchungaji wako kama haana sababu ya kunitumia. Haleluya.
Kwa wengine mambo yanaweza kuwa magumu, kwako hayatakuwa magumu kwa sababu Mungu wangu atakutendea. Ninatangaza siku ya leo, Mungu atumie kila neno ninayoikiri kwa maisha yako ije kufanyika kwa jina la Yesu. Ndio nasikia mtu anakuambia, mimi napendaga sana hata Sunday naweza chelewa kidogo kwa sababu ninafuataga mahubiri kwa TV. Huyo mchungaji wa TV hakujui ngo? Halo? Nikasikia dada mwingine ananiambia, pastor, mimi hutuma tithe yangu USA. Nikamwambia USA. Wewe umeshafika USA? By faith. Hello. Tithe ni ya mahali ambapo unalishwa. Kama unanisikia sema amen. Fungo la 10 ni mahali unalishwa, ndio inaendaka. Mtu mwingine akaniambia, mimi nakuaga fungo langu la 10 ninakuaga nasaidia maskini. Nakata nusu na gawanyia maskini na wengine ndio napeleka kanisani ili kwamba mchungaji asijue salari yangu. Hiyo salari haipandaki kwa sababu hajawahi kuijua. Siku ataijua ataanza ambia Mungu aiongeze. Halo. Baba mwingine mke wake alikuwa muombaji sana. Hii ni siri nataka kubibia. Huyo baba kama uko na tabia kama yake utaacha leo. Huyo baba kwa anafanya akipata mshahara anaingia kwa choo anazigawanya. Zingine anaziweka huko, analetea mke wake. Hiyo nusu anamwambia, mama unajua mimi nakuwa mwenye haki kwako. Sasa kazi ya mke wake ni kuomba Mungu akwenda aongeze mshahara wa bwanake. Lakini huyo mama aliomba kwa miaka 5. Mungu aongeze mshahara wa bwanake ifike $60. Na bwanake analetaka 40. Hiyo maombi kakwamia hapo. Huyo bwana naye analetaka tu hiyo 40, anafuchikaga 20. Na ndio hakuna mshahara kupanda. Kumbe bibi yake ndiye anabeba baraka za mshahara yake. Siku moja toka kuja kama mke wake, leo ni kama wamenipea 60. Bibi yake akamwambia, Mungu amejibu maombi yangu. Naombaga kila siku Mungu akufikisha kwa 60. Akamwambia nzaomba 80 mama. Huyo mama hakuomba hata mwezi moja 80, Mungu akaifanya. Mzee akamwambia omba 100. Kimweza kikaja kaniambia peke yake. Nilikuwa na jelaani na 40. Nilikuwa naonyesha mke wangu 40 akakuwa ananiambia 60 na ndio mshahara yangu na hajui. Nimekaa kwa 60 miaka hii. Sasa wewe unatanganyaka sana, si ndio? Wengine hata kuna uongo wengine unafanyaga. Nasikia. Hii ndio pesa yote niko na mama. Wakigusa hapa kuna zenye kwa hapa, wakigusa hapa kuna wakiangalia kwa M-Pesa kuna kwa account 3. Kuna ya M-Shwari, kuna ya M-Pesa, kuna ya lock saving account. Passwords tofauti. Sijasema kitu. Naomba Mungu atusaidie tuelewe ya kwamba mahali Mungu anatupeleka tutaishi maisha yenye iko kirahisi sana. Maisha ya siri kujifanya kufita inatunyima baraka kabisa. Kama unanisikia sema amen. Kama unanisikia sema amen. Turudi kwa Jehova Nisi. Nasikia jamaa mwingine hapa anacheka anasema hiyo ni kama Roho Mtakatifu mimi aliletea hiyo. Kuna wengine hata mwenye anajua iko hapa, ameshaziangushia kwa choo. Anataka kuzificha hivi zikaanguka. Nakasema hizo tu zilikuwa sadaka kwa Mungu. Hakuna sadaka kwa Mungu. Wako na roho ya wizi sana. Mungu akamwambia Musa utaenda mlimani. Musa akasema naenda mlimani, ninyi mnaenda kupigana. Swali yangu ni hii. Je, tunaweza kuaminiana ya kwamba hata sote tusipokuwa katika vita, roho zetu zinaungana? Halo? Shida ni kwamba wengi wetu wakati wa vita tunajua kuachilia wengine waingie mahali watauawa haraka.
Tuko pamoja? Daudi akaandikia Yoabu akasema, huyu anayeleta barua hii ni Uria Mtishi. Uhakikishe mahali vita inapamba moto umweke hapo. Halo, ili kwamba auawe haraka. Uhakikishe mahali pale panapamba moto umweke hapo. Na Uria anapotaka kuondoka, Daudi akamwambia Uria, nakutuambia sijawahi kuona mpiganaji kama wewe. Wewe ni moto. Ukienda kwa vita unapigaka sana. Kumbe Daudi anasema, Uria, ukitoka kwa hiyo vita uniite mimi si mfalme. Wakristo wengi tuko na shida hiyo. Kazi yetu ni kutafuta mahali tunajua vita imewaka sana, unaweka ndugu yako. Mahali ambapo pana amani unajiweka. Mahali ambapo pana vita ya moto unaweka ndugu yako. Angalia mwenzako mwambie Mungu hataki hiyo. Jonathani akasema, Daudi, nitaenda niambie baba yangu. Baba yangu ataniuliza, Daudi yuko wapi? Nitamwambia Daudi ameenda kwa baba yake Bethlehem kutoa sadaka. Baba yangu akifurahi, nitakujulisha pana amani urudi. Baba yangu asipofurahi, nitakujulisha pana vita kimbia. Wangapi wako na roho ya kuokoa wengine? Wangapi wako na roho ya kuchunga wengine? Sauli akamuuliza Yonathani, Daudi yuko wapi? So Yonathani akamwambia, ameenda kwa baba yake kutoa sadaka. Sauli akasema, kwa nini anaenda? Yonathani akamwambia mfanyakazi wake, kimbia uambie Daudi aende mbali, hasira ya baba yangu ni mbaya. Wangapi hapa ambao wataokoa wenzao kwa sababu Mungu anawatumia kujua siri ya vita ambao wako nayo? Wangapi wale ambao watasimama kujitoa, kusimama kama ndugu? Halo, kusimama kama ndugu. Unajua ndugu, uzuri wa ndugu ni kwamba nikikuona na makosa siwezi kukuficha. Nitakurebuke, nitakucorrect, lakini sitasema unakuwa adui. Kama unanisikia sema nasikia. Kama unanisikia sema nasikia. Wangapi wale watakataa kuweka mmoja wao? Unajua kuna kuwekana kwa moto vibaya. Kuwekana kwa moto ya kwanza ni kushangiliana wakati hatufai kushangiliana. Hiyo umefanya ndio unafaa kufanya. Usiwahi kuitika akuonee. Muonyeshe wewe una nguvu. Ndugu yangu, hakuna nguvu mbele ya Mungu. Hiyo kifueta pasuka. Watu wengi wamefanya wengine wakauawa kiroho kwa sababu ya hiyo. Mtu anafanya makosa, hawezi kumcorrect. Tuko pamoja. Neema inatosha. Neema itatosha, wewe utaishi hata kufa. Neema inatosha. Tikisema ndugu yako mwambie, nisaidie niende mbingu. Kama unasikia patia Bwana makofi. Halo. Musa akaenda mlimani kuomba. Joshua akaenda kwa vita. Joshua hakwenda na manunguniko. Joshua hakwenda akijiuliza nini litafanyika. Lakini wakiwa katika vita, Joshua kumbe ushindi wake hauko katika silaha. Biblia inasema kwa kitabu cha Zaburi, wamoja utaja magari, wengine utaja farasi, lakini mimi nitalitaja jina lake Mungu wangu, maana yeye ndiye ushindi wangu. Haleluya! Kumbe vita vyangu haviko katika nguvu za mikono yangu, viko katika nguvu ya magoti yangu. Anayeniombea ndiye ana nguvu kuliko anayenipigania. Naomba Mungu ainue waombaji kwa maisha yako ambao watasimama na wewe kimaombi, ukutane vita vyako vimekuwa rahisi. Haleluya. Na sio waombaji wa Kipentekoste. Ndugu, tuko katika maombi pamoja, tuko pamoja. Hajawahi omba toka wiki ilianza mpaka inaisha. Alishatubadilisha sauti akifanya ya maombi. Tuko pamoja. Naambia pamoja. Ndio. Vita ni ngumu, unajiuliza pamoja tuko wapi?
Hakuna mtu anasimama na wewe, lakini tuko. Angalia ndio wako mwambie, anza kuniombea leo. Acha nikuambie siri moja, na wale wanaokaa kwa maombi kwa muda mrefu watakwambia wazi. Babu, when somebody is praying for you, you know and you can sense it. When prayer inakuzunguka, wakati maombi inakuzunguka, huwa unajua. Haleluya. Shida nyingi yenye imefanya wachungaji wengi wameanguka ni kwa sababu wao ndio huombea watu wao, lakini watu wao hawaombei. Halo. Kwanza in return, wewe unaombea watu wako wanakugonga mawe. Musa anainua mikono huko kunaomba, Mungu saidia Joshua au wa Amaleki. Kumbe Joshua anakuja na mkuki akitafuta Musa. Naomba Mungu akusaidie uanze kuombea viongozi wako. Mungu akusaidie uanze kuombea wachungaji wako. Mungu akusaidie uanze kuombea watu wako. Naomba Mungu ainue ndani yako roho ya maombi. Uende mlimani wengine wakipigana. Kuna ndugu zako wametafuta kazi miaka nurudi miaka nenda. Mungu amekufanya uanze kuwa nakuja kwa ibada hii ili kwamba iwe mlima, wewe uwe Musa. Wewe unapoomba wao wanapata kazi. Halo. Shida ni kwamba hakuna Musa kati yetu. Familia zetu hatuna wakina Musa. Kila mtu tukienda vitani tunaingia vitani. Anti aliongea vibaya na anko. Sote tunaungana twende tuongeleshe anti vibaya. Anti tutakuonyesha, utajua sisi ni kina nani. Sasa nani ataleta amani? Nani ataomba? Nimekuja kuambia sote tusiende vitani, wengine waende mlimani. Nasema sote tusiende vitani. Usiwahi kuanza vita kama haujajua Mungu amesema nini. Kama unanisikia sema amen. Hata kama ni katoto kadogo hivi kana kutupia mawe, usiwahi kupiganisha kama Mungu hajakwambia. Kama unanisikia sema nasikia. Wa Israeli siku moja kabila 11 wakaambiwa na Benjamin ya kwamba atawachapa. Wakaungana wakasema sote 11 tuungane, tutandike Benjamin mpaka asiwahi kurudia. Judges 19. Wakaungana wote kabila 11 zidi ya kabila moja ya Benjamin. Wakaenda kwa vita. Biblia inasema Benjamin aliwachapa. Wakarudi wakasema ya tulifanya makosa. Tulienda vitani bila kuuliza Mungu. Wakaenda mbele ya Mungu wakamuuliza Mungu, tuende tupige Benjamin? Mungu akasema muende mpige. Wakaenda, Benjamin akawachapa. Wakasema kai, Mungu alituambia twende lakini ametuua vibaya. Wakarudi wakamwambia Mungu, tuko kabila 11 na Benjamin iko peke yake. Kwa nini ametuchapa tena? Wakakosa jibu. Baada ya kuchapwa ya 3, wakakumbuka tuko tunaenda mbele ya Mungu mikono mitupu. Biblia inasema wakaenda wakajenga madhabahu, wakatoa sadaka. Harufu ya sadaka ilipoenda mbele ya mapua ya Mungu, Mungu akawaambia kesho saa kama na hii nitaweka Benjamin kwa mikono yenu. Benjamin ilishajisifu, nasema wakubwa ovyo. Nimewachapa mara 3. Walienda kesho wakachapa Benjamin, wakamweka kwa laini, wakamtengeneza vizuri na wakashinda kila kitu. Ndio wakarudi wakagundua tulikuwa tunajipeleka, ndio kwa maana Benjamin alikuwa akitupiga. Nataka kukuibia siri leo. Usiwahi kuanza vita bila maombi. Kila vita ya maisha yako inahitaji backup. Halo. Maombi walio mlimani ushinda vita kuliko walio uwanjani. Naomba Mungu akupeleke mlimani. Nasema naomba Mungu akupeleke mlimani. Naomba Mungu akupatie haja ya kuomba. Wengine kitu inafanya unapigana vita kila siku ni kwa sababu maombi huwa haiko. Unajua wenyewe wanaombaga. Sasa those who pray huwa wananusa vita kabla haijafika. Maombi huleta harufu ya vita. Wanajua hapa vita inakaribia. Sasa wewe hauombaji, nini itakusaidia ujue vita? Hata ukiwa umeingia katika vita, tunakwambia uko katika vita, iko wapi? Ndugu yangu, kanisa iko katika vita. Wapi sasa? Mnajifanya vita wapi? Kwa sababu kitu yenye inafanyaga Mkristo ananusa vita ni mlima. Naomba Mungu aweke maombi ndani yako.
Naomba roho ya maombi ije juu yako. Natangaza roho ya maombi ije juu yako. Roho ya kutafuta uso ya Mungu ije juu yako. Haleluya. Musa walipokuwa mlimani, vita wakaanza kuishinda. Joshua anafikiria ni yeye anashinda vita. Kumbe Musa anajua ni nani anashinda vita. Mikono ikishuka wanapigwa huko, ikiinuka wanapiga huko. Naomba Mungu ainue mtu ambaye mikono yake haitachoka kwa maisha yako, ambaye kila neno atakalolikiri litakuwa likifanyika kwa maisha yako. Alo. Mtu mmoja akaniambia anataka tufanye, inaitwa rally ya ushuhuda. Akakuja akaniambia kila mara nikikupea pesa ninaenda kupata zaidi ya zile zenye nilikupea. Sasa nataka tufanye rally. Nikamwambia rally gani? Nitakuwa naheshimia kenye unasema na mimi Mungu akuwa naheshimia kenye ninataka. Tukaanza for 1 year. Anakuja, anasema sema kitu, tumwambia hivi. Anaenda anafanya hivyo. Kisha anakuja ananiambia na mimi Mungu aliheshimia kile kile nilisema, tuendelee. After 1 year akaniambia naona sasa tufanye agreement. Nikaona umeshaona shamba yako. Alo. Kuna watu Mungu ameweka kwa maisha yako. Kila kitu yenye wanaweza kukiri juu yako, mbingu itaifanya. Sasa ninaomba Mungu afungue macho yako. Ujue ni nani ambaye Mungu ameweka kwa njia yako juu ya ushindi wako. Elia alikuwa naamini ya kwamba huyu mwanamke huyu mchane huyu ni msaada kwake. Kumbe asilolijua ni kwamba yeye ndiye msaada kwa mchane. Mjane bila mjane, kunguru bado ingeendelea kumulisha. Lakini ilibidi kunguru Mungu aiondoe ili mjane afanyikiwe. Kuna mtu mwenye unafikiriaga ni mzigo kwako, huyo mtu sio mzigo kwako. Huyo mtu ndiye msaada kwako. Kuna mtu anafikiria wewe ndiye mzigo kwa maisha yake, kumbe bila wewe huyo mtu hayuko. Naomba Mungu ainue watu wenye atainua mikono kwa maisha yao ili kwamba wewe ushinde. Haleluya. Nasema haleluya. Unajua kuna watu wengine, watumishi wengine, nilikuwa naangalia kale ka video. I don't know kama nimekuambia kako kwa WhatsApp. Mtu mwingine anaombea mtu anasema, "Pepo na kuamuru toka." Pepo anasema sitoki. Kwa nini ulikuja kwa mtu? Nimekuja kumpatia ashinde sijui sport pesa 1 billion. Pastor kapumua pole. Pepo ninakusii umtoke uniingie. Naomba Mungu ainue kwa maisha yako watu ambao hawatasikia wivu ya kuinuka yako. Watu ambao hawatasikia wivu ya mafanikio yako. Watu ambao hawatasikia wivu ya Mungu kukuinua. Watu ambao furaha yako ni mafanikio yao. Mafanikio yako ni furaha yao. Mungu awalete kwa maisha yako. Ninaomba Mungu awalete kwa maisha yako. Sasa Musa alipoinua hiyo fimbo, Musa akajua ya kwamba mimi ndiye siri ya ushindi yao, lakini Aaron na Ur watanishika ili kwamba Joshua ashinde. Naomba Mungu alete ushirikiano wa nguvu katika wewe na kila anayekuzunguka ili kwamba mikono yako isiwahi kushuka chini na ushindi wao uwe ushindi wako. Kitu moja tu ninaomba leo kwa jioni ya leo, kila ambaye Jehova nisi ataleta kwa maisha yako awe kama viungo vya mwili. Halo. Viungo vya mwili tu ndio wanachapaga huku. Hii ndio inatoa machozi. Umeshajifinya hivi ukasikia uchungu au usikilia hapa na isikilia hapa. Unakonga pa. Sijawahi na mkono ikilia. Macho ndio inatoa machozi. Macho inaambia mkono hauko peke yako. Tuko pamoja jamani. Na macho haitoagi sauti. Nikija naomba Mungu alete kwa maisha yako watu ambao watasimama na wewe ukweli. Watu ambao watapigana vita. Washinde ikiwa ni wewe umeinua mikono
ama wao wainue mikono ushinde kwa jina la Yesu. Kuna aina fulani za watu ambao ninataka kukiri kwa maisha yako alafu nikwate uende nyumbani. Aina ya kwanza, ninaomba Mungu ambaye ni Jehova Nisi, yeye ambaye ni bendera ya ushindi, akuletee kina Elizabeth kwa maisha yako. Kama unaamini sema amen. Nimeshaanza tayari kukuombea alafu uende nyumbani. Naomba Mungu alete kina Elizabeth kwa maisha yako. Naomba bendera ya ushindi ilete kina Elizabeth kwa maisha yako. Elizabeth ni nani? Elizabeth ni mtu ambaye wakati akili zako zinashindwa kupata suluhisho, ukimwendea unaipata. Halo? Maria akili zinazunguka anashindwa, hii malaika ananiambia nitapata mimba, nimepata mimba, nitapoteza mchumba, sijui ni nini inaendelea, mimi ninakufa, wakinichukua watanipiga mawe, sijui nini nyingine, sijui mahali ya kugeuka, sijui kitu ya kufanya, lakini kitu moja inakuja kwa kichwa yake. Enda kwa Elizabeth. Anakutiaga moyo. Haleluya. Nafikiri Elizabeth hapo alipoona Maria akamwambia, Maria, wewe uko na miaka kama 17 tu, umepata mimba. Hiyo kuna si ni normal? Mimi niko na miaka 20 na niko na mimba. Mwenye atakupiga mawe, sina mimi wanipige mawe. Huyo mwenye alikupea mimba alitokezeaga mzee wangu na mimi nimepata mimba. Oh, kumbe hii ninapitia sio jipya. Mungu anaweza kunishindia nao. Mungu ainue kina Elizabeth kwa maisha yako, ambao watakuja kukuweka moyo wakati hautarajii kuwekwa moyo, ambao watakuja kukuinua wakati hautarajii kuinuliwa, ambao watakuja kukuweka imara wakati hautarajii kuwa imara. Hiyo mikono yako mbili juu useme, Yesu, inua Elizabeth kwa maisha yangu. Patia Bwana makofi ya amani. Naomba mtu wa pili Mungu atanua kwa maisha yako anaitwa Elia. Halo? Mtu ambaye haogopi wewe kuwa zaidi yake. Kama unanisikia sema amen. Mtu ambaye haogopi wewe kwenda mbele yake. Biblia inaniambia muujiza ya mwisho ya Elia ilikuwa kupasua maji. Tena kaipasua na koti yake. Akachukua joo hivi akaipiga juu ya maji, maji kapasuka. Lakini hakujali wamevuka aje na Elisha, akijua ya kwamba muujiza yake ya mwisho itakuwa muujiza ya kwanza ya Elisha. Ili kwamba kusema mahali mimi nimeishia, wewe utaendelea. Naomba Mungu ainue kina Elia kwa maisha yako. Watu ambao hawataona wivu ya kazi Mungu anafanya kwa maisha yako. Watu ambao hawataona wivu ya cheo Mungu anaenda kukupea. Watu ambao hawataona wivu ya nguvu Mungu anaenda kukupea. Naomba Mungu ainue kina Elia kwa maisha yako. Watu ambao watakuachia uendelee mahali wao wamechoka. Watu ambao watakuibia siri ya jinsi utafanyikiwa kwa maisha yako. Kama yeye naamini ndio mikono yako ndio unasema, Mungu, inua Elia kwa maisha yangu. Nakataa hiyo mchezo ya Elisha. Elisha eti anazeeka na anakufa, wanamzika. Hakuna hata mtoto mmoja wa manabii anabaki na kipawa yake. Kitu moja tu anaweza acha kwa mtu anamtumikia ni ukoma. Nakataa kwa jina la Yesu. Naomba Mungu alete watu ambao watajali future yako. Halo? Naomba Mungu alete kwa maisha yako watu ambao watajali future yako. Watu ambao watakuangalia wanasema, sisi tumepigwa hapa, hutapigwa tena. Kama unanisikia sema amen. Sisi tumeshindwa hapa, hutashindwa tena. Biblia yangu inaniambia Musa alipoinua mikono, Joshua akashinda. Ingelikuwa Musa ni mimi ama wewe ama wengine wa siku za leo, mikono iko hivi, Joshua anashinda. Musa angesema, Aruni, inua kwanza na wewe mikono na mimi niende huko kwa vita. Joshua hawezi peleka hiyo sifa peke yake. Mimi niko huko. Watu wanione, wanaona tu Joshua ndio anapigana. Na mimi inabidi niende huko. Inabidi na mimi niende nitokezee wanione, niwaambie nimeinua mikono. Tafadhali. Mungu ainue kwa maisha yako watu ambao watainua na wanajificha. Kama unanisikia sema amen. Mungu ainue kwa maisha yako watu ambao watakuinua kipesa na wananyamaza. Kama unanisikia sema amen. Jehova Nisi aifanye kwa maisha yako leo. Babu, mtu anakuangushia kitu kizito na ananyamaza. Wewe tu una shine. Watu wanajiuliza huyu ana shine aje? Kumbe kuna mtu anakuangushia kitu kizito. Lakini kuna mwingine anakuangushia kitu imekonda na anakondesha hata jina yako.
Mungu awatoe kwa maisha yako. Mtu anakupea tai lakini anasumbua. Huyo ndugu bila mimi haizi kuwa navaa. Kwani wewe unaweza vaa tai peke yake? Mungu akupatie watu watakufanikisha kwa maisha yako. Nasema Mungu alete watu watakufanyika kwa maisha yako. Kama unaamini, patia Bwana makofi mazuri. Furaha ya Mungu ni kwamba wale aliowaleta kwa njia yako wangare, wapendeze. Na wenye wanabeba siri ya wao kupendeza ni wewe. Kwa hivyo maombi yako leo utabadilisha. What is intercession? Intercession ni kuombea wengine bila kujikumbuka wewe. Kama unanisikia sema nasikia. Na who intercedes anapataka baraka zake namna gani? Kwa sababu Biblia inasema Yesu peke yake ni intercessor. Kazi yake ni nini? Kutuombea. Kwa hivyo anaombeaga kina nani? Yesu huombea wale ambao wanaombea wengine. Sasa nani anapata haraka kati ya mtu anayeombewa na mtu na yule anaombewa na Yesu? Tikisema zako mwambie anza kuombea watu. Kama unanisikia sema amen. Sasa Biblia inasema Musa alipoinua mikono wakashinda. Na waliposhinda Musa akagundua ya kwamba sio mikono yangu imeleta ushindi, lakini ni bendera niliyoinua. Haleluya. Mara ngapi Mungu anakupatia ushindi, baada ya ushindi unatoa Mungu kwa historia? Singechapa hiyo hesabu mambo yangekuwa magumu. Lakini nilipoangalia hapo na hapo mambo yakashika. Nilikuja kukuibia siri, kuna wale walichapaga hesabu mbele yako na wakashindwa. Wewe hautafanikiwa kwa sababu ya hesabu zako. Umefanikiwa kwa sababu Mungu ameruhusu ufanikiwe. Inua bendera ya ushindi, kwa sababu bendera ni Jehova Nisi. Haleluya. Sasa ninakiri kwa maisha yako siku ya leo ya kwamba Nisi atainuka kwa maisha yako. Na wakati Jehova Nisi atainuka, hata kupatia ushindi moja, lakini atakupatia ushindi ya kizazi. Nasema kizazi kitapata ushindi. Nasema kizazi chako kitapata ushindi. Kama unaamini sema amen. Biblia inasema Musa akasema muambie Joshua. Kwa nini Joshua? Kwa sababu mimi sitavuka na wao, lakini yeye akivuka na wao aendelee kuwakumbusha ya kwamba hatuko tunapigania ushindi. Jehova Nisi ameshashinda. Haleluya. Wangapi wako hapa wanaamini vita wanapigana wameishinda tayari? Ukiwa unainua hiyo mkono, naomba Mungu ajenge imani yako. Moto unayoiona ujue ya kwamba haitakuchoma. Maji unayoyaona ujue hayatakumeza. Shida unazoziona ujue hazitakumaliza. Unayoibeba juu ya mikono yako ni bendera ya ushindi. Jehova Nisi ni Mungu wako. Jehova Nisi yuko upande wako. Akipigana huwa anashinda. Akishinda huwa haulizi swali. Na ninaomba siku ya leo Waameleki wanyamazishwe kwa maisha yako milele. Ukiangalia Waameleki ukiwa unainua mkono, walikuwa wana represent vitu vitatu ambavyo Mungu atatoa kwa maisha yako leo. Walikuwa na represent kitu ya kwanza, dryness. Kitu ambacho kimenyauka, kimekauka. Natangaza kila kile kimekauka kwa maisha yako, Mungu wa mbinguni afanye bendera ya ushindi ipite juu yako. Kianze tena kutoa maji. Ya pili, Waameleki huwa wana represent disappointment. Wengi wenu wamegonga milango kwa miaka, lakini wamekuwa wakivunjika moyo. Natangaza kwa nguvu za Mungu jioni ya leo, Jehova Nisi akupatie ushindi dhidi ya disappointment. Na cha tatu, Waameleki huwa wana represent defeat. Umeshindwa ya kutosha. Umejaribu ya kutosha, lakini umeshindwa. Leo ninakiri kwa nguvu za Jehova Nisi, ushindi uje juu yako. Usishindwe tena kwa maisha yako. Vita vyote utakavyopigana, bendera iinuke, ipepee ushindi. Kwa jina la Yesu Kristo ninaomba. Amen. Kila vita utaelewa
Kila vita inapopigana, watu wakipigana, siri ya kwanza ya kutangaza wameshinda ni nini? Wanainuaga juu Bendera. Halo. Kenya ni nchi ya baraka. Tushangilie Mungu kwa sababu ya hiyo. Nchi ambayo nimetoka ndani, Mungu ameibariki sana. Sisi tu ndio nchi kwa Afrika yenye tumesha change China na tukarudilia tena yetu baadaye. Tulikuwa tunaitwa Kongo. Kukakuja jamaa mwingine akatuita Zaire. Na tukaitwa Zaire kwa miaka 32. Kisha siku moja tu jamaa mwingine anaitwa Kabila akaja akaondoa Zaire akatuletea tena Kongo. Na nini ilikuwa tufanya tujue? Walikuwa wanabadilisha mabendera. Bendera ya yetu ya kwanza ilikuwa na nyota 6 zinazunguka hivi pamoja. Wanatuambia inaitwa Kongo. Sisi ni wa Kongo. Baba zetu wakakuja wakafanya Zaire. Zaire ikakuwa na bendera ya green, mtu anainua mkono hivi. Kimkono tu kinainuka na hatuoni hata kinashika nini. Kinashika tu moto hivi. Wakatuambia hiyo ndio Zaire. Baadaye wakaja wakakitoa wakatuletea kinyota kimoja tu hivi. Na tunyota tungine tukasimama hivi wakatuambia hiyo tena inaitwa Kongo. Na sote tukasema Kongo. Kwetu bendera ikiwa inapandishwa utembee. Hata mwenye anakuona ni kaka security atakufunga. Anakuambia wewe hauwezi kuheshimu bendera. Wewe unajua hii nchi inamaanisha bendera wewe. Lakini wa Kristo sisi tu ndio hatuna hata bendera moja. Misi inamaanisha nini? Misi inamaanisha bendera. Kwa Kiebrania inamaanisha to be displayed. Hello? To be exposed. Kuwekwa hadharani. Unajua kwa nini unashindwa vita? Kwa sababu haujawahi kuweka Mungu hadharani. Kama unanisikia sema nasikia. Hujawahi kuanza kuweka Mungu hadharani. Uko na uhakika wa kuweka Panado hadharani. Lakini sio Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Nashukuru Mungu aliniponya, nilikuwa nasikia maumivu, wakanitunga na baada ya kunitunga nikaanza kusikia vizuri. Wewe ulitunzwa wewe. Mungu tu alikusaidia, daktari akakutunza, ukapona, ukaenda nyumbani. Usianze kutuambia muujiza umefanyika au uponye. Dawa imefanya kazi kwa mwili wako. Kuna miujiza yenye haukuwa natarajia tena dawa kufanya kitu. Halo, lakini ukadisplay Jehova Nisi. Bendera ya ushindi. Kama unanisikia sema amen. Paulo anasema si mimi ninaishi sasa, ila ni Kristo. Inamaanisha nini? Kila nikitembea hivi wanaona Kristo. Haleluya. Haleluya. Nikuulize swali. Watu usumbuka sana kujua kama wewe ni Mkristo. Acha nianze kwa babu. Ukiingia kwa ofisi yenu, watu usumbuka kujua wewe ni Mkristo. Unajua kwa nini? Huwa hauambie Jennifer leo wewe utaenda na Ukristo. Upeleke Rihanna. Mimi ninaenda na ubabu. Kesho mimi ndio tapea Ukristo na wewe ujipeleke na Jennifer. Wengi wenu tuko hivyo na ndio kwa maana tunapigwa kila siku. Ukristo ni wa kuvaa na kungoa. Lakini siku utaamua kudisplay Mungu hivi, hautawahi shindwa tena. Naomba leo Mungu akusaidie udisplay Jehova Nisi. Naomba Mungu akusaidie umdisplay mbele ya kila mtu. Naomba Mungu akusaidie umweke hadharani mbele ya kila mtu. Haleluya. Kitu moja ninapenda Kenya ni kwamba kwa kila salamu ni Bwana Yesu asifiwe, ninaokoka asubuhi ya leo. Na wewe unaona kwamba ninaokoka asubuhi ya leo, haokoki
Acha sasa kuambia watu ninaokoka asubuhi ya leo. Wewe tembea tu hivi, kila mtu aseme kama kweli. Hii ndio Ukristo, huu ni Mkristo. Haleluya. Halo. Niko na rafiki yangu. Ninaenda kukumalizia, nikuache uende nyumbani ili kwamba uelewe Jehova atakuwa nisi kwa maisha yako namna gani. Atakuwa bendera ya ushindi namna gani. Niko na rafiki yangu. Siwezi ona hata aibu ya kusema jina yake. Tumekuwa wachungaji mimi na yeye kwa miaka. Urafiki ya huduma na kila kitu. Huyo rafiki yangu ameshanihakikishia katika hali na tabia zake ya kwamba siku moja nitamuona mbinguni. Haleluya. Na kuna wachungaji ninajua nikiwaonaga mbinguni neema ya Yesu inatosha. Alo. Kwa sababu ushasikia mchungaji anakuambia utakufa njaa. Injili za kuambia roho utakufa njaa. Kusaka kitu. Tengenezesha pesa wewe. Lakini sote tunaenda mbinguni. Lakini kuna wale ambao unajua, ninamjua, hata sitasema jina yake lakini wengine wao wanajua tu ninasema nani. Huyo siku moja nitamuona mbinguni. Kwa sababu tabia yake, hali yake, mwendo wake, muwe madhabahuni ama muwe nje, anaonyesha Yesu Kristo. Muwe kwa mkutano ama muwe wapi, anaonyesha Yesu Kristo. Na ndivyo ni vigumu ashindwe kwa vita zake. Naomba Mungu akusaidie maisha yako ya reflect Yesu. Jehova nisi, bendera ionekane kila mahali. Halo. Ukipiga polisi akiwa anavaa civilian, hiyo ni case tu. Lakini ukimpiga akiwa anavaa uniform, unapigana na nchi. Alikuwa kwa anaweza kutuhakikishia. Ukimguza akiwa amevaa uniform, hiyo ni vita na nchi, kwa sababu yuko katika line ya duty. Unapigana na nchi. Halo. Halo. Naomba Mungu akusaidie. Ujue unafaa kuvaa uniform gani. Bendera gani unafaa kuonyesha mbele yako. Wacha kujipigania kila siku. Halo. Ndugu mmoja kaniambia, hii dili tumefanya nzuri sana rafiki yangu. Hapo Ngongo tu nikamwambia ndio. Sasa unajua walikuwa wametupatia mimi na wewe hii amount ya pesa. Nikamwambia ndio. Lakini vile dili imeenda kumebaki kumebaki 18,000. Nikamwambia ndio. Kaniambia unajua sasa wewe ndiye senior. Wewe kule 10, mimi ni kule 8. Kisha kajiangalia tu mwenyewe akasema hapana. Mimi ni kule 6, wewe kule 12. Kaniangalia akasema hapana. Wewe unipe tu hiyo nataka. Kisha nikamwangalia nikamwambia kwa hizo options zote tatu hakuna yenye nitachukua. Akaniambia unamaanisha utaninyima mimi? Nikamwambia nitakuachia hizo pesa uzirudishie mwenye alikuwa ametupea, alafu kesho nitamuuliza kama ulimfikishia. Kaniangalia kisha akaniambia wenye wataenda mbingu na miguu. Sasa niwaulize ukweli. Nikienda simama mbele ya shetani aseme nimeenda jehanamu kwa sababu ya 18,000. Hiyo miaka yote nimekaa ngangari katika Ukristo. 18,000 nipeleke jehanamu kwa sababu number 1, huyo mwenye alikuwa amenipea hiyo pesa hakuna mahali nitawahi kumuona nitubu. Nimwambie kuna siku ulitupeaga 18, ulitupeaga 32, tukabakisha 18 na tukaikula, naomba unisamehe. Hakuna mahali nitawahi kumkuta. Tafadhali naomba bendera ya ushindi kisimama kwa maisha yako. Acha kila mtu aione. Ya pili ilipokuja huyo ndugu, tukabakiana 6,000. Akaniambia tulibakiana 6,000 lakini ninauliza naweza kuipelekea mwenye alitupea ili kwamba utamuuliza kesho. Nikamwambia sitamuuliza lakini umpelekee tu. Akampelekea kisha akakuja kunitafuta akaniambia kuna vitu nataka kukuambia. Nimekuwa Mkristo sana lakini mimi na pesa hatukwagi na urafiki sana. Ninaanguka sana wakinipea pesa za wenyewe. Kisha kaniuliza kaswali, ukienda sokoni
upunguze bei na wakubali, hiyo nao ni wizi. Alama ya dukutuku. Simama tuombe. Simama tuombe. Simama tuombe. Simama tuombe. Na wewe utajijazia peke yako. Ukienda sokoni wamekupatia 5,000 alafu ukafanya ka commission ikakuja 3, kukabaki 2, ukikatandika kale katu bila kuambia mwenye alikutuma, hiyo nayo ni ina depend na jibu yenye utapeana. Inua mikono yako mbele za Bwana, sema Jehova, naomba maisha yangu ireflect wewe, ionyeshe nguvu zako, ili kwamba ushindi uwe kwa maisha yangu kila siku. Si mimi ninayeishi sasa, ila ni Kristo atakayeishi ndani yangu. Kutoka leo sitashindwa tena, kwa sababu sitaonekana tena. Yesu ataonekana ndani yangu, Yesu ataonekana mbele yangu. Kutoka leo Jehova Nisi atatawala maisha yangu. Kutoka leo bendera ya ushindi itaonekana mbele. Zaidi nikiinua bendera, zaidi nitashinda. Sitashusha mikono yangu tena kwa hali za ovyo. Sitashusha mikono yangu tena kwa vita za ovyo. Nitainua mikono yangu juu ili kwamba bendera ionekane, ushindi uwe wangu, na kushangilia Yesu kwa kuwa bendera ya ushindi kwangu. Asante Jehova Nisi. Asante Jehova Nisi, kwa jina la Yesu. Amen. God bless you.